Karibu sana mtazamaji lakini pia msikilizaji ambaye anatufuatilia. Leo kwenye exclusive interview tuko na mtumishi wa Mungu ambaye atakwenda kujitambulisha, lakini pia tutaweza kufahamu mengi kutoka kwake. Lakini yote katika yote ni kuhusiana na ushuhuda ambao tumewahi kuupata, ama wewe mtazamaji pia ama msikilizaji umewahi kusikia kuhusiana na yeye kuchukuliwa katika maono na kupelekwa kuona kuhusu mbinguni, lakini pia jehanamu, yani kuzimu. Leo tutafahamu mengi kutoka kwake. Mimi ni Fidia Tinga, nikukaribisha sana tuweze kuambatana pamoja. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Bwana asifiwe sana. Amina, amina. Karibu sana. Kwa wasikilizaji na watazamaji wangefahamu kwanza majina yako. Asante sana. Kwa majina naitwa mtumishi wa Mungu Nyisake Yuda Chaula kutokea Uyole, Mbeya, Tanzania. Okay, tulisikia na wengine wameona pia kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kuhusiana na ushuhuda wako wa kuchukuliwa kupelekwa na kuona kuhusu mbinguni na kuzimu pia. Ilikuwa ni mwaka gani ulichukuliwa katika maono hayo, lakini pia ulikuwa wapi wakati unapitia hiyo hali? Maono haya ambayo nilichukuliwa na Mungu kuonyeshwa habari ya mbinguni na jehanamu. Nisiseme kuzimu. Kuzimu na jehanamu ni tofauti. Okay. Na jehanamu. Ilikuwa ni mwaka 91. Mwezi wa 12 nikiwa hapa Uyole. Okay. Wakati nimefuatilia ushuhuda ule, nimeona kuna mahali umesema wakati mpo kwenye chumba cha maombi kuna sauti uliisikia, ambayo sauti hiyo ndio ilikuita mpaka umefikia kwenye maono hayo. Hiyo sauti ilisikika ikitokea nje ama ilikuwa ni ndani ya kile chumba ambacho mlikuwa? Ni ndani ya chumba. Sauti hiyo nilisikia ndani ya chumba tulimokuwemo wakati tunaomba usiku huo. Hiyo sauti nilisikia, lakini maana yake sisi tulikuwa ndani ya chumba, ndipo tulimoisikia hiyo sauti ndani ya hicho chumba. Sauti ilikuwa ikitokea ndani ya chumba? Ndo sauti ya kuitwa tukiwa kwenye maombi ilikuwa nje, lakini tulikuwa ndani, tulikuwa tumejifungia. Ndipo nikajaribu kuwaza kwamba labda kuna mtu nje, lakini nje hakukuwa na mtu. Labda ni wenzangu wako hivi, nikawa siwaoni. Lakini sauti niisikia nikiwa ndani. Ile hangaika kwamba labda ni nje, labda ni wapi, ni kutokana kwamba nani aliyeniita alafu simuoni. Okay, baada ya kuitwa kutoka pale ambapo ulikuwa katika maono, ulitoka katika mazingira gani mpaka kufika ulikofika? Na ulipofika ulikuta mazingira ya namna gani? Na je, kulikuwa kuna watu kama sisi ama ilikuwaje? Baada ya kutoka, baada sasa ya kuitwa na ile sauti, ulipoisikia ile sauti, manake ulichukuliwa kupelekwa katika ulimwengu mwingine? No, haikuwa hapo. Okay. Nilivyoitwa ile siku na nikapewa kwamba nimekuchagua uwe mtumishi wangu, ndipo nikahangaika kujua ile sauti natokea wapi. Lakini baadaye nilipoona sauti nikaendelea na maombi. Kuendelea na maombi na wenzangu wakaamka, tukaendelea na maombi. Nikawa kumekucha asubuhi, nikawa nimepangiwa mimi zamu yangu ya kwenda kwenye semina ya asubuhi. Ndio. Kwa sababu kile kipindi kilikuwa ule mkutano, miaka ile tulikuwa tunafanya zamu 3 kwa siku. Kuna semina ya asubuhi, jioni na usiku. Ndio. Sasa sisi tukiwa wana maombi tulikuwa tumeona si vema kwamba tuendelee kukaa kwenye chumba cha maombi bila kujua hali ya mkutano au semina inaendeleaje. Kwa hiyo tukawa tumepanga shift. Wengine wataenda ile ya asubuhi, wengine wanabaki kwenye maombi. Wengine wanaenda ile jioni, wanabaki kwenye maombi. Kwa hiyo kesho yake mimi kawa imefika zamu yangu mimi ya kwenda mchana ile kwenda kwenye semina ili tujue hali imekaeje, turudi kwenye maombi. Kwa hiyo tulipokuwa tumeenda huko, semina ikaisha mapema kabla ya ule muda wa kurudi kwenye chumba chetu, kabla ya kupokea zamu yetu ya maombi. Ndipo tukasema tumpitie rafiki yetu, hayuko mbali. Ndio. Kwa hapa wanaoishi Uyole ni hapo Kibonde Nyasi. Okay. Tumpitie pale, rafiki yetu anaumwa na nimpenda mwenzetu. Kwa hiyo ile kumpitia sasa, tukiwa pale sasa tukasema tuanze kufungua kwa maombi kama kawaida yetu tuliokoka na kumshukuru ndugu yetu anaendelea vizuri. Pale ndipo wingu lilishuka sasa mle ndani. Katika ile nguvu ya Mungu kushuka mle ndani ndipo nilipochukuliwa mimi hapo. Kwenye ile haikuwa usiku wala haikuwa kama wengine wanadhani labda ilikuwa ndoto. No, haikuwa ndoto. Ilikuwa ni mchana. Okay.
Ilikuwa ni mchana kwa sababu ilikuwa natakiwa sisi saa 9 tupokee chumba cha maombi. Kwa hiyo ilikuwa ni kapa saa 7 saa 8 hapo kati mchana. Kwa hiyo ndipo mimi nilipoondolewa katika mwili na kupelekwa sehemu ya maono. Ilikuchukua muda gani kuwa katika maono hayo ambayo ulioneshwa mpaka kuja kupata fahamu ya kawaida sasa kwamba ilikuchukua muda gani? Kwa sababu kuna safari mbili. Ndio. Nilichukuliwa ile ya kwanza lakini nikachukuliwa ya pili. Hii mara ya kwanza haikuchukua muda mrefu sana. Japokuwa ilikuwa ni muda mrefu ila hakuchukua muda mrefu sana. Tofauti na ile safari ya pili. Nilipokuwa nimechukuliwa mle ndani nikaondolewa kwenye huu mwili nikajikuta niko tu kwenye eneo lingine. Kwa hiyo ndipo niko tembezwa kuonyeshwa jehanamu na mangojeo. Watu jehanamu ilivyo na mangojeo ya watu ambao yani ya watu wa mateso wanaongojea mateso kuingia jehanamu. Nilirudishwa ilikuwa ni nadhani ukipiga hesabu ni kama masaa 5 hivi au 6. Yeah. Na ulipofika huko uliona nini japo kwa kifupi kuhusiana na kuzimu ama jehanamu, lakini pia sehemu ya mangojeo kwa sababu ni katika ushuhuda huu umeeleza pia kwamba kuna mahali ambapo ni mangojeo. Yeah. Uliona nini? Nilipofika sehemu ya kuonyeshwa jehanamu, kiukweli kwanza sikuamini kwamba kwa sababu ukiwa duniani huku ndio kuna the way mtu anaielewa jehanamu. Na baada hata ya ushuhuda huu nimegundua watu wengi hawajui jehanamu. Hawajui kabisa. Watu wanashangaa yani yale maelezo ya yale ambayo mimi nimeyaona. Wanashangaa sana inawezekanaje. Na wengine ni wachungaji na wengine ni watumishi wa Mungu wakubwa ambao hukutegemea kupata hili kitu kwao. Unaona namna watu wasivyoijua jehanamu. Jehanamu sio kama neno hilo unavyolidhania. Jehanamu ni sehemu mbaya 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 mbaya. Haijawahi tokea. Mbaya haijawahi tokea. Wasomaji wa Biblia wanaelewa kwamba Yesu alisema hivi, ni bora ukaingia mbinguni ukiwete. Ndio. Wakate mkono ukaingia mbinguni huna mkono. Kuliko kuingia na mikono yote jehanamu. Huu mfano Yesu aliutoa kwenye kazi zake, akionyesha ubaya wa jehanamu ulivyo. Yes. Kwa hiyo hakuna sehemu mbaya iliyopo na itakayokuwepo inayofikia na jehanamu. Ni sehemu ambayo moto sio moto. Ndio maana hata kwenye maono na kwenye ushuhuda anasema ule sio moto. Kwa sababu ukisema moto watu wanauchukulia moto labda wa viwandani, moto unaoyeyusha sijui nini. Ule sio moto, ile ni hasira ya Mungu. Leo tunaona upumbavu mwingi sana unafanyika leo madhabahuni. Tunaona vitu vingi vinaendelea mitandaoni. Watu wamejichukulia Mungu ni mwanadamu vile. Wanafanya wanavyoweza kwa sababu hawajajua Mungu ni nani. Na hawajajua hasira ya Mungu. Lakini kama wangelijua hasira ya Mungu, wasingefanya ujinga huo. Jehanamu ni sehemu mbaya, ni hasira ya Mungu. Niliona eneo kubwa mno ambalo macho yangu hayakufikia kuona mwisho wala mwanzo. Naona tu upeo wa macho yangu ulipofikia, ndipo hapo ambapo nilifanikiwa kupaona. Ambapo moto wake au ile hasira ya Mungu inayolipuka kupita moto imehifadhiwa huko, imetunzwa kule. Na ule moto ulikuwa unalipuka hatari mno. Lakini cha ajabu ule moto nilishangaa kuna wadudu mle ndani. Wadudu walio hai. Wana mfumo kama wanyoka wembamba, kama minyoo mirefu, urefu wake namna hii. Lakini pamoja na ule moto walikuwa wanaishi. Hawateketei, wana relax kama samaki kwenye maji. Yaani kama samaki kwenye maji. Na ulipata kufahamu pia ama kufahamishwa katika maono hayo kwamba wale hao wadudu kazi yake ni nini? Yeah. Niliuliza baada ya kuona hawaungui, mbona hawafi? Wadudu wa moto mkali namna hii kwa nini hawaungui? Ndipo muuliza yule malaika aliyekuwa ananitembeza lile eneo. Akaniambia hawa ni funza wa jehanamu. Wao hawaungui wala hawafi. Wamewekwa humo kwa ajili ya mateso ya watu watakao kuja kutupa ndani ya lile ziwa. Maana niliwaona wakiwa na rangi kwenye miili yao, ile rangi yani wamekatwa wanamkia kama wa scorpion.
Sasa kuna mle ndani kulimotumbukia hivi ni kama kuna rangi nyingine, ni kama wale wadudu wana rangi mbili. Sasa zile rangi nilizokuwa naziona ndio nikajua ni mapambo. Akaniambia zile sio mapambo, zile ni sumu. Ni sumu imehifadhiwa kwenye mili yao. Yaani mili yao ina uwezo wa kutengeneza sumu. Kwa hiyo akasema hayo meno, maana niliwaona wana meno marefu kama biki. Urefu wa biki, yani nimesaube. Yeah. Urefu wa biki kabisa, Karamu. Tulizoea kuita biki zamani. Ndio. Ya, tulizoea kuita biki. Biki ya. Urefu huu. Yule mdudu mmoja ana meno urefu huu. Na anayo mawili. Anayo mawili. Na hana mkia. Yaani huku ni mdomo, huku ni mdomo na huku ni mdomo. Kwa hiyo huko ana meno mawili, huko ana meno mawili. Unaona? Kwa hiyo nikawa namwangalia yule mdudu, sasa ndo naona huko ndani ana pingili. Ndipo nilipouliza, sasa yule mdudu ni mdogo mwembamba lakini meno yake urefu huu na anatembelea huku na huku. Zile ni rangi, akasema sio rangi, ni sumu. Akaniambia hayo meno nao yaona yana uwezo wa kupekecha mfupa wowote wa mwanadamu. Wakisha pekecha ule mfupa wowote wanatokea upande wa pili. Yaani wanapita pale kwenye mfupa upande kwenye ule mfupa wanapita. Kwa hiyo akiingia upande huu wanapita. Hiyo sumu wanaisugulia kwenye mwili wake huyo mtu. Wanaiacha ndani ya huo mwili wa huyo mtu. Kwa hiyo ile sumu nayo ina madhara tofauti na ule moto. Tofauti na yale maumivu ya moto pia. Kwa hiyo maumivu yale, ile sumu, yani wanapita pale ili wateme ile sumu. Na ile sumu wakitoka mwili yao inatengeneza sumu nyingine. Na huku bado mateso ya moto yapo. Na hakuna kifo milele na milele. Ndio maana nikasema hakuna sehemu mbaya kama jehanamu. Kwa sababu huku duniani mateso mengine yote mtu anaweza akateseka akafa. Hata yawe mateso makali kiasi gani, lakini kuna kufa na mwisho. Yana mwisho wake. Ila yale hayana mwisho. Na niliona pia kuhusu sehemu ya mangojeo. Hiyo sehemu ya mangojeo yenyewe ipoje? Sehemu ya mangojeo ya jehanamu. Sehemu kwanza nizungumzie hiki kitu, huwa kuna watu wengi huwa wanapataga shida sana. Wanasemaga, mtumishi, haya maneno sisi hatujawahi kuyaona kwenye Biblia. Ndiyo. Lakini hapa mimi naomba niwaonye watumishi wa Mungu. Wafunulie watu Biblia. Amen. Na uwafundishe watu kusoma Biblia. Amen. Kwa sababu kuto kusoma Biblia ni matatizo. Ni shida ambayo inawafanya watu wengine washindwe kuelewa ni nini kilichoko huko ndani. Ukisoma kwenye Biblia utasoma mwenyewe hapo kwenye kitabu hiki cha Marko 9:46. Ukianzia pale Marko 9:46 mpaka 48. Ndio. Anaeleza juu ya hawa funza ambao moto wao hauzimiki na funza wao hawafi. Anaeleza hapo. Lakini mimi hawa ndo niliwaona kwa macho yangu, wapo hawafi kwenye ule moto. Okay, naomba tuendelee na ambapo tulikuwa tunaendelea pia ni kuhusiana sasa na hiyo sehemu ya mangojeo. Ipoje? Sehemu ya mangojeo tulipokuwa tumetoka pale nikiwa na uchungu. Yani so yani sijui, yani nilikuwa sijielewi ni uchungu nilio kuwa nao. Ndio. Tukaelekea upande mwingine. Wa upande mwingine tulisimama kama hivi tumezoea majukwaa makubwa. Ndio. Majukwaa makubwa. Sasa unaangalia kule chini. Sasa liwe bonde kubwa. Kwa hiyo tukawa tumesimama huku juu, nikawa nasikia, naona giza limetanda. Mwanzo sikujua kama ni bonde, kwa maana giza limetanda. Sawa na mtu unapokuwa kwenye ndege unapoona mawingu. Ndivyo ilivyokuwa. Okay. Kwa hiyo ni meusi, limetanda giza limetanda pale. Ila mwanzo nikasikia sauti za watu kutoka mle chini. Ndio. Ndani ya hilo giza zinalia uchungu wa hatari mno. Ile siku ndipo nilipojua nini maana watu watalia kilio cha kusaga meno. Okay. Huku duniani hakuna aliyewahi lia. Hakuna aliyewahi lia cha kusaga meno hicho. Kule ndo nilisikia. Yaani kilio cha kusaga meno ni zaidi ya kilio. Ni zaidi ya kilio. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo manake mtu kabla hajaenda jehanamu. Yes. Okay. Yaani mtu anapotoka huku duniani, Dio, tayari tayari njia yake imeshamuonyesha wapi anaenda. Ndio. Anahifadhiwa hapo.
Kwa hiyo tulipokuwa tumesimama pale ndo ni yule malaika alipo akawa kama akaliondoa lile giza kwa kunyanyua mguu, giza lile likaondoka. Ndipo nilipoona maelfu ya watu wako huko, watu wa kila lugha, yani mataifa mengi yako huko waliokufa katika dhambi. Sasa pale niliambiwa hapa ni mangojeo. Okay. Haya mangojeo maana yake, niliambiwa maana yake nini ya mangojeo? Ndio. Kwamba Mungu alipokuwa anaandaa jehanamu, maana jehanamu ni kazi ya Mungu mwenyewe. Mungu alipokuwa anaandaa jehanamu, hakuandaa kwa ajili ya mwanadamu yeyote yule. Okay. Kabisa, mwanadamu hakuandaliwa jehanamu. Hakuna mwanadamu aliyeumbwa kwa sura ya Mungu aliyeandaliwa jehanamu. Ila ile jehanamu ilikuwa ni kwa ajili ya shetani na malaika zake walioasi. Okay. Ndio maana iko kwa kiwango kile, na ndio maana malaika aliniambia, unapoona huu moto, kwa nini umeletwa? Maana aliniambia kwa sehemu akiwa ananiambia kwa nini umeletwa huku. Ndio. Ili nirudi niwaambie watu kwamba nimeona kwa macho, jamani, kule kuna hatari. Kwa sababu Mungu pamoja na kumtuma Yesu, pamoja na kuwapeleka wahubiri, bado anachukua watu washuhudie, warudi wawaambie watu. Ili yamkini watu watafanya nini? Watajua kwamba hii njia haimpendezi Mungu, nitafute kumpendeza Mungu. Ni jitihada za Mungu kuhakikisha anaokoa mwanadamu na jehanamu. Kwa hiyo akasema kwamba ili kwa sababu ni ya jehanamu ya shetani, ndio maana Mungu alimtuma Yesu afe kifo cha aibu. Ndio maana ile Biblia Yohana 3:16, maana kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Ni mstari mkubwa sana huu. Yaani ni kama umebeba Biblia. Kwamba hilo ndio lengo la Mungu. Lengo la Mungu mwanadamu asiingie pale. Ndio. Kwa sababu ile jehanamu sio yake. Asipotee. Ndio maana asipotee. Kwa sababu kuenda jehanamu ndio kupotea. Kifo cha Mkristo aliyeokoka amelala. Ndio. Lakini kifo cha mwenye dhambi amekufa. Amepotea. Amen. Lakini kifo cha aliyeokoka kwenye kumpendeza Mungu, huyo hajapotea, yupo. Amelala. Iko siku ataamshwa kwenye tumaini la uzima. Kwa hiyo ili asipotee, maana yake asiende kule ambako hakuna kutafutwa tena. Ndio lengo la Kristo. Kwa hiyo akasema watu ile jehanamu ni adui. Yani wazo la Mungu halijabadilika. Na ndio maana hata ukiwa jambazi mkubwa leo, ukamwambia nisamehe, anakusamehe. Kwa maana lengo lake halijabadilika. Hata uwe mhalifu wa aina gani, ukamwendea kwa moyo wa toba, Mungu nisamehe, anasamehe. Kwa nini? Lengo lake halijabadilika, kwamba jehanamu sio ya mwanadamu. Jehanamu ni ya shetani tu. Ndio maana anasamehe uovu wote. Haijalishi ni uovu gani. Kwa sababu lengo lake ni kutimiza nia yake. Jehanamu sio ya mwanadamu. Amen. Kwa hiyo sasa, wale waliokufa wamepata bahati mbaya kuliko zote, wamekufa kwenye dhambi. Ndio. Ili kwa sababu ile si ina amri ya kumpokea nani wa kwanza? Ndio. Jehanamu imeamuliwa impokee nani? Okay. Kwa hiyo maana yake ile ina amri mpaka sahihi. Nani atakayempokea kwanza? Sasa hawa wengine ni wasindikizaji. Walioamua kumsindikiza. Kwa hiyo atakapotupa yule, ndipo hawa wote watakapopelekwa pale. Kwamba haikuwa kwa lengo lenu, ila lengo lilikuwa ni la huyu. Ila ninyi mliamua kumfanya nini? Kumfuata. Kwa sababu ametumbukizwa mle, na ninyi mfuateni mliyemfuata. Na hilo eneo la mangojeo, kuna kuwa na mateso yote yanaendelea pale ulichokiona, ama mateso ni mpaka jehanamu? No, wanateseka sana. Wanalia sana. Kwanza mateso walionayo kule, wana kiu ya ajabu. Yaani mateso yao yale yamewapelekea kiu. Maana kilio kikubwa ilikuwa ni maji. Wanalia sana maji. Na hata ndimi zao nilipoona zimevutwa, zinafika kifuani. Nikajaribu kuuliza kwa nini hizi ndimi? Akasema kwamba mateso ya huku yamewasababishia kiu. Kwa hiyo wanapolia hakuna maji. Hakuna chochote kitakachoondoa kiu yao. Kwa hiyo likifanikiwa, maana hata mfumo wa kibinadamu kule umeondolewa. Likifanikiwa tone moja la chozi kudondoka, wanajisogeza zile ndimi zao, wanalamba yale machozi.
Kwa sababu ule, yani unaposema likifanikiwa kutoka chozi, huku duniani mtu aliye hai ni kawaida kutoa chozi. Kawaida ya. Huku duniani. Anaweza kawa ali na chozi likatoka tu. Hata akifurahi linatoka tu. Upepo umempiga linatoka. Ni mfumo wa duniani wa mwanadamu. Lakini kule mfumo wao umeharibiwa, yani sio mfumo huu. Huu mwili tayari, yani mwili huu sio huu tulionao. Ndio maana hata wakiungua hawafi. Unaona? Duniani ukiungua unakufa. Duniani ukiungua moto mkali kama hiyo unakufa. Ndio mfumo wa mwili huu tulionao. Lakini ule hata uungue hufi. Hamna kupata maumivu. Ni maumivu tu. Kwa hiyo kupata chozi moja, nataka ndugu msikilizaji asidhani kwamba ni kwa mfumo wetu tulionao. Ule ni mfumo mwingine, tofauti. Na ndio maana hata ukiingia Yerusalemu hawasikii njaa. Lakini mfumo wa duniani huku lazima ule. Ni kweli. Usipokula unakufa. Kwa hiyo wale mfumo wao kule hawasikii njaa, hawasikii kiu. Maana mfumo wa kule ni mwingine. Umeona? Kwa hiyo kuna mateso ambayo wanaendelea kuyapitia mengi sana, na wanalia. Ndio maana nikasema wanalia kilio cha kusaga meno wakiwa pale. Hawajakaa ku relax. Wana mateso makali mno. Ulibahatika kuwaona watu ambao uliwafahamu sasa, kwa maana kwa sababu ulikuwa katika ulimwengu mwingine. Ulibahatika kuwaona watu ambao unawafahamu wapo duniani ama walikuwepo duniani wakiwa lile eneo la mangojeo? Nilifanikiwa. Kwa sababu Mungu ni kama tuseme kama mwanadamu alinipeleka kujua kilichoko. Ndio. Ili nirudi niwaambie watu. Kuna watu baadhi ambao Mungu alinionyesha ninaowafahamu. Kina wakiwepo ndugu, wengine marafiki, wengine kwa kuwafahamu. Wapo ambao walikuwa lile eneo la mangojeo ambao uliwafahamu wakiwa duniani walikuwa ni wanasali, wengine ni watumishi? Wapo. Mtu wa kwanza nilionyeshwa ndio huyo babu yangu upande wa mama, alikuwa ni mwinjilisti huko duniani. Mtumishi wa miaka mingi. Na hata kienda kwenye kanisa lake ambalo lilianzisha hilo kanisa na akawa anafanya kazi hapo kwa miaka mingi. Liko hapo kijijini kwetu. Utaliona jina lake wameandika paka leo. Fulani bin fulani, muasisi wa hili kanisa. Kanisa kubwa. Na ikapelekea ushuhuda huu wa kusema hivi ukaniletea ugomvi na ndugu zangu baadhi. Wakasema uwezo kumsema yule kwa sababu ni mtumishi wa Mungu wa miaka mingi. Mimi nikasema kama mtumishi. Ni baba yetu, ni mjomba yetu, ni nani, tunamfahamu kama mtumishi. Mimi nikamwambia nasema kila ambacho nimeona, nilichoonyeshwa na kisema hicho. Kwa hiyo niliona wako watumishi ambao wamefeli mtihani. Wako watu ambao niliwaona huku duniani walikuwa wanaabudu lakini wamefeli mtihani. Kuna watu ambao ulipofika kule kwa sifa ambazo ulikuwa unawafahamu wakiwa duniani ukashtuka kuwakuta kule? Walikuwa ni watu wenye sifa zipi kwa duniani na ukawakuta kule? Ni kama hizo ambazo, kwa mfano huyu mmoja nimesema alikuwa ni mtumishi wa Mungu miaka mingi. Lakini kuna huyu mwingine tulikuwa tukiabudu wote kanisani. Kanisa moja. Na alikuwa ni mtu ambaye anategemewa kanisani. Na hata maziko yake yalionyesha huyu mtu alikuwa nani kanisani. Lakini nikakuta amefeli mtihani. Katika ushuhuda huu ulieleza pia kuhusiana na mtu ambaye yeye dakika za mwisho wakati anaumwa akiwa hospitali aliwaita wachungaji wamuombee na baadaye ulishangaa ulimkuta kule pia yuko eneo la mangojeo. Hii inamaanisha nini ama ulifundishwa nini katika maono haya? Hili kitu ndugu msikilizaji unayenisikiliza kina mafundisho sana. Hapo nyuma tuliaminishwa kwamba yeyote yule anayeombewa dakika za mwisho huyo amefunguliwa mlango. Sio kila anayeombewa dakika za mwisho amefunguliwa mlango. Kuna wengine wanaondoka wamekosea na wengine inakuwa ni neema ya Mungu kufungua mlango. Kwa sababu niliambiwa na maana yake. Kwamba huyu mtu alipokuwa duniani alichukulia simple neema ya Kristo akiwa duniani. Kwa sababu akilinganisha uovu, akimlinganisha na Mungu, na ubaya zaidi tunachosema hapa tunasema na Mungu anayechunguza nini? Mioyo. Hiyo ndio ubovu. Hatuchezi na mwanadamu anayeangalia mwili. Ni Mungu anayechunguza nia ya wewe kumuita mchungaji ni kitu gani. Mimi nimeona katika utumishi wa uchungaji kuna mtu anakuja analetwa, mimi roho ya mauti imemvaa kabisa.
Wanamleta, ukimkemea lile pepo likatoka, uko tayari kuokoka? Niko tayari. Niko tayari. Niongoze sala ya toba. Uko tayari kuacha hivi na hivi? Niko tayari. Utamwombea, ataongoza sala ya toba. Ndio. Akikemea lile pepo likatoka, akiwa mzima, unaweza ukamwona ibadani wiki la kwanza, wiki la pili, la tatu, la nne anaanza kurudi nyuma. Ukimuuliza mbona ulisema unajua niko bize, amepotea. Kwa hiyo unakuja kunukuu huyu mtu, kilichomleta ni hofu ya kifo. Kuna tofauti kumpenda Mungu kwa kuhofu kifo na kumpenda Kristo kwa moyo wa ndani. Okay. Kuna watu wengi wanaokoka kwa kuogopa kifo. Lakini kuna watu wanampenda Kristo na ndio wanaokoka. Hao ndio wanaokoka. Paulo anasema hivi katika maneno yake kwamba nimeyaona mambo yote kuwa ni sawa na kinyesi kwa sababu ya uzuri wa Kristo. Yaani sawa na uchafu nikilinganisha uzuri wa Kristo ulivyo ndani yangu. Sasa kuna watu nguvu ya dhambi ni kubwa ndani, kumfuata Kristo hawapendi, ila wakiona wako hospitalini hoi ndio niitie mchungaji. Nini? Wanakumbuka wahubiri wanasema kuna moto. Wanakumbuka wahubiri wanasema kuna jehanamu. Aidha walisikia shuhuda za kina Nyisake kuna jehanamu, niitie mchungaji. Sasa huyu ni Mungu kipimo chake sio hapa. Kipimo cha Mungu ni ndani. Kwamba lengo lako wewe kumuita mchungaji ni kitu gani? Ndio. Kuingia kanisani, lengo la kumtafuta mchungaji, hali hii ulio nayo ni kitu gani? Mungu anapima moyo, haangalii nje. Na kuna wengine utakuta mimi nimeokoka mfano, na ndugu yangu yuko huko ndani. Hajaokoka. Sasa afe mpagani. We kili. Kili. Ili tuzike Kikristo. Ili tukuzike Kikristo, aibu. Yaani mimi mzee wa kanisa, alafu watu wanakuzika kipagani. Wanadhani fahari kumzika Kikristo. Kumbe sio fahari yoyote. Fahari ni mtu kuingia mbinguni. Kwa hiyo kumbe mtu anaweza kakili katika dakika za mwisho anaelekea kufa na licha ya kwamba amekili lakini akaenda jehanamu. Kabisa. Na ndio wengi. Na ndio wengi. Kwa maana pendo la Kristo alikuumbika ndani. Kinachotuingiza mbinguni ni kumpenda Kristo. Amen. Ndicho kinachotupeleka kumuona Mungu. Maana Kristo anasema mtu hawezi kuja kwa Baba bila kupitia kwangu. Kwa hiyo lile pendo ulilonalo kwa Kristo ndio linakupeleka kwa Baba. Sasa watu hawana hilo pendo. Kwa sababu pendo lolote la Kristo likikaa ndani, huoni shida kuacha vitu. Huoni shida kuacha chochote kwa ajili ya Kristo. Huoni shida. Lakini watu wanashindwa kuacha kwa maana pendo la Kristo halimo. Hata kama wanasali halimo. Kwa hiyo dakika za mwisho na mimi hali hii hapa nakufa. Hapa nakufa. Nitie mchungaji. Hapa nakufa. Nini? Anakumbuka kwamba kuna jehanamu. Sikiliza mpendwa, hatuokoki kwa sababu ya kuiogopa jehanamu. Amen. No. Hatuingii mbinguni kwa sababu ya kuiogopa jehanamu. Hapana. Yaani jehanamu iogope, usiogope. Kama huna pendo la Kristo ndani unaenda. Ila kinachotupelekea kuingia mbinguni ni pendo la Kristo. Ulibahatika kuzungumza ama kusikia hata kati ya wale watu waliokuwa sehemu ya mangojeo wakizungumza na ukasikia ama ukazungumza nao? Nilibahatika. Nilibahatika kuongea nao. Kwa mfano huyu mmoja aliponiona mimi, niliposhtuka kumuona pale, maana kwa mfumo walionao, hali ya mateso walionayo, huwezi kumgundua mtu. Okay. Ila kwa sababu nilikuwa shule, Mungu alikuwa ananiletea sura zao za duniani ili niwajue, ili watambue. Lakini kiuhalisia huwezi kuwatambua. Wako kwenye hali, sura zao ziko hovyo sana. Wameharibiwa sana. Sasa nilipokuwa naletewa huyo, sasa mbona duniani ilikuwa hivi? Mbona alikuwa mtumishi? Mbona aliita wachungaji? Kwa nini imekuwa hivi? Yule akanijibu, kwa nini? Kwa mfano kama hata babu yangu yule nilipouliza, kwa nini alikuwa mchungaji, mtumishi yuko huku? Akaniambia neno moja ambalo linaniumizaga sana siku zote. Anasema ni kweli aliitwa kuwa mtumishi. Ndani wito ulikuwemo. Lakini alichokosea, aliwaonyesha watu mlango, yeye mwenyewe hakupita. Ili neno linaniuma sana. Aliwaonyesha watu mlango, yeye hakuingia. Lakini yeye hakuingia. Sawa, mtu anayepika chakula alafu yeye hali anawapa wengine. Ndicho kilichomkosti babu yangu kuwepo pale. Kumbe lengo la Kristo, pika chakula na wewe ule. Unapokemea ile na wewe uwe humo. Sio unakemea tu ili mshahara uingie mwisho wa mwezi.
Unachowaonyesha watu ndicho na wewe kiwe maisha yako. Wewe watoaji, anza mwenyewe kutoa. Unawaambia watu wawe wafungaji, na wewe jifunze kufunga. Unawaambia ndio ile mtu anakuambia msinifuate mimi, fuateni maneno. No, tunatakiwa sisi tunaohubiri tuanze sisi kuwa mfano wa kile tunachokisema. Tuyaishi. Na sasa huyu mwingine alipokuwa kule kwenye mateso, kinywa chake alichofumbua, baada ya mahojiano na yule malaika, akafumbua kinywa akasema naomba, akaniita jina, alinitambua. Akakutaja jina kabisa. Akanitaja akasema Nyisaki. Lakini sauti yake sio kama yeye, hata kama imekwaruzika na maombi, lakini niko sawa. Sauti yao ni kama, yani kama ile kola sauti limeharibika. Sauti haitoki katika uhalisia huu. Ipo kwenye uhalisia wa kibinadamu. Ni mbaya. Akaniambia Nyisaki, naomba utakaporudi duniani kawaambie ndugu zangu wasipite njia niliyopita. Kawaambie wasipite njia niliyopita. Waambie wamtafute Mungu. Unaiona hii eneo. Yani yeye ameshajua ni wa hapo. Kwa hiyo anawahurumia ndugu zake walioko duniani ambao bado wana nafasi ya kumwomba Mungu na Mungu akasikia. Walio na nafasi ya kutembea kwenye mapenzi ya Mungu, lakini kwao kule ni mlango umefungwa, hawana namna ya kuweza kuingia. Mtazamaji lakini pia msikilizaji ambao unaendelea kufuatilia ushuhuda huu, nafikiri unajifunza vitu vingi sana kutoka kwa mtumishi wa Mungu Bishop Nyisaki Yuda Chaula. Tumefahamu mengi kutoka amepelekwa kuzimu, Jehanam, na mengi sana ametueleza na tumepita katika hayo. Natamani sasa tuweze kutoka kuoneshwa maono hayo ya Jehanam mpaka kufika sasa Promova TV, a home of testimonies.